ndugu zangu na mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa nimeanza kuongea hapa. Sasa nikawa nauliza mwenyekiti, hivi haya majengo ni hapa, ni ya Wetco au ni ya watu wengine? Akasema ni ya Wetco. Yanatumika? Kwa nini? Akasema mengine yamezuliwa, paa hizo unaiona mwenyekiti, yamezuliwa. Lakini unaloliona hiyo sio rangi yake hiyo. Hiyo nafikiri ni kutu au ni nini, lakini ni namna ya kuchoka. Anasema lingine la namna hiyo lilikuwa maeneo haya. Lenyewe lilibomoka kabisa, watu wakawa naiba mabati na nini, wakaamua kubomoa. Sasa kwani Wetco, mimi sasa nauliza, iliisha kufa au ilikuwepo? Sasa kama ilikuwepo, yani mpaka mabati yanabomoka, watu wanaiba, mnaamua kubomoa, yani ni nini? Na mengine upepo unaizua. Eti ndugu zangu, unajua kuna mambo mengine tunafanya ya aibu. Haya majengo haya, mzee wetu huyo, mzee Dewji, miaka 93, akiwa mwenyekiti wa chama kikuu, alihakikisha ameanunua yapo sana. Au mzee, ulianunuaje sasa? Ilikuwa anafanya nini? Hebu waelezee kidogo samani. Kwa sababu wewe baada ya kutoka, ulivyoacha, wewe mwenyewe umesema uliacha yakiwa mazima na yanafanya kazi. Sasa hivi wewe ni shahidi, sio mazima na hayafanyi kazi. Na ushirika haujafa. Ushirika upo. Na inawezekana mapato ni makubwa zaidi kuliko hayo mliokuwa mnayapata. Sasa mimi sielewi, tuna shida gani na shida hiyo ipo wapi? Nauliza hapa na naongea hapa na mwenyekiti kwa nia njema tu. Mapato yenu yakoje? Anasema tunaweza kupata bilioni 3 na kitu kwa mwaka. Sasa bilioni 3, hii mashine ambayo tunaifungua hapa imegharimu kiasi gani? Kama milioni 200 hivi na ukarabati. 200 tu. Mnanielewa ndugu zangu? Mimi nilikuwa nafikiri labda imegharimu kama bilioni 3, 4. Imegharimu milioni 200 tu na kidogo tu. Sasa siku zingine, miaka mingine yote tunafanyaga nini? Huwa tunafanya nini? Pale ofisini tunakaa, tunajadili nini? Mnanielewa? Hayo mimi ndo nayo napowaza, mpaka mabati upepo unaamua kuezua. Na mengine watu wanaona sasa nyinyi bora tuyachukue haya, tukaanikia hata miogo haya mabati haya. Yale yaliyobaki kule ile godo lile, tumepangisha watu wanani wale ITG. Wanafanya biashara mle, wanaweka mbolea, siji madawa ya kilimo na vitu gani. Tumewakodishia milioni 1 kwa mwezi. Ili watu wa Premier tumewakodishia milioni 1 kwa mwezi. Mnajua maana yake nini? Tumekosa cha kufanya, hatujui tufanyie nini. Nilifikiri hatuna mapato tunayo. Hebu mkae vizuri tu, serious na mambo haya. Sasa hata huyo basi aliyekuja sijui aliiba, alikuwa ni nani? Alafu akafanyaje sasa? Lakini potelea mbali aliiba, whatever alivyofanya. Lakini situpo. Haya mambo hayatupeleki kuzuri. Unajua kuna watu wanapambana kutafuta hata kaardhi kadogo tu, alafu afanye mambo yake makubwa. Kuna mtu anapambana awe na uwezo wa kukopesheka, alafu afanye vitu vyake vikubwa. Sisi ardhi tunayo ya kwetu, majengo tunayo ya kwetu. Benki yoyote inaweza kutukopesha kwa chochote tunachotaka kufanya.
basi hatukopesheki, mapato ya kwetu tunayo. Sasa tumlaumu nani? Nani aje asimame hapa tufanyie vitu hapa? Mwenyekiti, mimi kwa nafasi yako nakushukuru. Angalau umeona, angalau tuachie kiwanda hapa cha kusaga sene. Kwa nafasi yako nakushukuru kabisa. Lakini una mwaka wa 3 sijui wa 4. Wengine wenzako hapo walipita. Sasa sijui walifanya nini. Ardhi yetu ni hii, majengo ni haya. Lakini bado unayo nafasi ya kufanya zaidi. Kaeni vizuri. Mimi nisingependa mwakani nije hapa nikute jengo hili lipo hapa. Hili. Na hilo, linafanya nini? Nije hapa nikute mmejenga majengo mapya hapa kama ni magodoni mapya. Yote haya. Nisiyakute kama yapo msinialiki wala msiniite. Haya. Alafu habari ya kukodishia watu magodown. Hivi hatuna cha kufanyia sisi kweli? Tumewaza, tumefika mwisho. Hakuna cha kuanza cha kuweka kwenye magodown hayo tuliyokodisha milioni 1 kwa mwezi. Eti nyie, si viongozi nyie wote. Yaani yote haya bwana. Manager mkuu. Okay. Tunaelewana bwana? Tafadhali. Mkutano mkuu ni simu gani? Ndio, naam. Msinialike kama kuna majengo haya. Na msinialike kama mmekodisha magoda. Sawa. Alafu nitafuatilia kwa nini hamjanialika. Na nitakuja. Ushirika ujenge uchumi. Kaeni vizuri, mapato hayo yanatosha kabisa. Rasi yupo hapa, anao wataalamu wamejaa pale ofisini. Wengine hawanaga hata kazi ya kufanya. Ombeni utaalamu pale. Na watumishi wote, wataalamu wote wa mkoa huu ni wa kwetu. Njoo kaa na Rasi, ni mtaalamu wa aina gani unayemtaka afanye plani nini kifanyike hapa tuingize hela. Fanyeni biashara. Alafu unajua mtaji tunao sisi. Vyama vyote vya kwetu ambao vipo chini ya wetu ni mtaji wetu mkubwa. Alafu kuna watu wanatoka huko Dar es Salaam wanakuja, mnampa fanya nao biashara, sisi hatuna shida. Hatutaenda mahala. Tumeelewana? Rasi yupo hapa nao wataalamu wote wa idara yoyote, yani yeyote ambaye unajua ni mtaalamu ungetaka kumpata katika mkoa huu yupo. Na Rasi katibu tawala ni mtaalamu wa mambo ya uchumi mzuri. Anawajua wataalamu wenzake, wakija watizame hapa palipo, waangalie mapato yenu, uwezo wenu wa kukopesheka, mtafanya vitu vikubwa sana hapa. Sasa mimi nawaza kila siku unaenda ofisini, unarudi, unaenda ofisini, mnaendaga kufanya nini mwaka mzima? Hiyo message imefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na shida na Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa na shida ya mbolea ya ruzuku. Lakini kuhakikishia kama nilivyokuhakikishia juzi, serikali imeshaanza kulipa. Wameanza Mirambo, imeshaanza kulipa kabisa, wanalipa madeni yale yote. Kama mkoa tulikuwa na takriban shilingi bilioni 13 hivi na kidogo. Kwa hiyo imeshaanza kulipa kwa upande wa Mirambo, na wiki hii wanamalizia kwa upande wa wetu wanaanza kulipa. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo sio hoja tena. Kwa hiyo yule ambaye ana jamaa yake wa upande wa Mirambo anaweza ameshaanza kulipa Mirambo tangu juzi. Wiki hii wanamalizia wale waliokuwa wanafanya uhakiki, wiki hii wanaanza kulipa upande wa wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo isiumize kichwa tena. Hiyo nimepata uhakika na mimi nimeshuhudia. Mimi sisemaji uongo. Ningewaambia mnisaidie kudai.
Yaani mimi ningewaambia nyie, hebu nisaidieni kudai, nimechoka. Lakini ni uhakika. Kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ambacho umesitiza ni utoroshaji. Bahati mbaya sana tunaotorosha ni sisi wenyewe. Sasa unajua, nikikuta unatorosha wewe ni kiongozi wa chama, napata tabu, lakini utaratibu tunakukamata. Wengine viongozi kama nilivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtoto wa diwani tulimkamata pale sijini Mabama pale au wapi, saa 7 usiku. Alafu akawatishia wale maaskari kwamba mimi ni mtoto wa diwani. Sasa wewe mtoto wa diwani unatakiwa kufanya utoroshaji? Nikamwambia tena, huyo ndio msimwachie, bora angekuwa mwingine. Mpaka sasa Mwenyekiti, tumesha kamata tani 25 sasa na kilo 25, na wauzaji au majambazi au watoroshaji 9 tumewashiria. Kwa hatutaki tuingie huko, tunafanya haya kwa maana njema tu kwa ajili yenu. Tunaomba tuwe serious, hayo mambo tuachane nayo. Huu wizi mdogo mdogo huu ndio unaotufikisha haya majengo haya. Leo tunashangaa, kila mmoja anashangaa. Wizi mdogo mdogo huu ndio unaotufikisha mpaka leo hata hiyo hela ya mbolea ruzuku hatujaipata. Kwa nini? Una heka 2 kuli inaonekana unatakiwa kulipwa hela za heka 20. Mimi sijui tuna shida gani na wizi. Yaani katika jambo lolote mtu analolifanya, cha kwanza anaangalia ataibaje. Baada ya hapo mengine ndio yanafuata. Sasa lakini mimi naamini sio nyie. Tuendelee kupambana. Lakini tujitahidi tuendelee kuwa waaminifu.